Okay, mtazamaji wa Student Connect, tupo katika Sanaa Blast Festival 2025 na hapa nimebahatika kukutana na mkuu wa idara katika idara bunifu tukizungumzia kuhusiana na swala la Sanaa Blast Festival 2025. Bwana Dr. kwanza niwapongeze sana kwa kuandaa tamasha hili la Sanaa Blast Festival 2025. Mimi nashukuru, lakini mimi nadhani usinipongeze mimi. Wapongeze wanafunzi kwa sababu wanafunzi wao ndio walioandaa. Sisi tumewasupport tu kwamba kama unataka kwenda huku tunaenda kufungua milango ambayo wanafunzi wao hawawezi kufungua. Lakini ni wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo nyinyi niwapongeze. Mimi ndio niwapongeze nyie. Okay. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza tamasha la Sanaa Blast Festival lina faida gani kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Yaani tamasha la Sanaa Blast kwa kweli limekuwa na manufaa makubwa sana kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa sababu wanafunzi wetu kwa kutumia hili tamasha wanaonwa na audience, na hawa audience tunaowaalika sisi ni audience ambao wanafanya kazi kwenye industry. Kwa hiyo wanakuja wanaangalia vipaji vya wanafunzi wetu na wanawapenda. Kwa hiyo wale ambao wanaona kwamba sasa wanahitaji labda mwanafunzi fulani, wananipigia simu wananiambia Dr. Sanga tunahitaji mwanafunzi fulani, tulimuona siku ya Sanaa Blast, ni mzuri kwenye dansi au ni mzuri katika masuala ya MC, kwa tunaomba utuconnect naye ili tuweze kufanya naye kazi. Kwa hiyo wanapata internship, wanapata kazi, lakini pia wanajiajiri wenyewe kwa sababu kwa kutumia hili tamasha wao wenyewe ndio wanaandaa kuanzia mwanzo wa kuplani mpaka sasa hivi tunafanya hizi performance ni wao wenyewe wanaandaa. Kwa hiyo wanapata ile uwezo wa kuandaa matamasha, lakini pia wanajiamini. Kwa hiyo hizo sifa zote zinawarahisishia wao kuingia kwenye soko. Na kama unavyofahamu sasa hivi kuna wakati mwingine unakuwa unajua vitu vingi lakini hujui nani atakusaidia, lakini hili tamasha imekuwa ni fursa kwa wanafunzi wetu kuweza kupata watu wanaowafahamu ambao wasingewafahamu kwa namna nyingine, kwa sababu wanawaona pale kwamba okay, huyu mwanafunzi ni mzuri. Kwa hiyo baadaye wanamuita, wanaanza kuinteract na wewe, unasoma nini, uko mwaka wangapi, je kama tukikuajiri unaonaje. Kwa hiyo wanaanza kuwa na mahusiano mazuri bila kujali kwamba labda ana mtu nyuma yake. Kwa hiyo wanafunzi wengi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanaokuja hapa kusoma, wengi wanatoka kijijini, hawana mtu yoyote ambaye labda ni role model kwao. Kwa hiyo wao wenyewe wanajipambania. Kwa hiyo Sanaa Blast inawapa wao njia nzuri ya kuweza kupambana vizuri. Na malengo ya Sanaa Blast Festival huwa yanaendana na malengo ya taasisi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Yes, yanaendana vizuri sana kama alivyosema jana mgeni rasmi. Alisema kabisa kwamba lengo la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam moja wapo ni kuhakikisha kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kina link na industry. Kwa hiyo hili tamasha lina play hiyo role ya kulink University of Dar es Salaam na industry moja kwa moja, kwa sababu tunawaita hapa watu wa industry, wanakuja wanakaa kwenye haya maeneo yetu, wana interact na wanafunzi wetu, baadaye mwisho wa siku wanawachukua wanafunzi wetu wanaenda kufanya nao kazi. Lakini pia hata sisi, mfano sasa hivi Mambo Media ambao ni sponsors wetu, Poafrix, sasa hivi tumekuwa marafiki. Kwa hiyo mimi naweza nikaenda pale nikaomba internship. Kwa mfano sasa hivi nimeomba kwamba naomba mchukue wanafunzi wangu hata 10 kwenye industry ili waje wajifunze namna ya kuedit. Sisi tunawafundisha hapa, sasa nyinyi waje wafanye mwezi mzima au miwili, watakuwa wameelewa vitu vingi. Wamekubali. Kwa hiyo tumepata tayari nafasi Poafrix ya kupeleka wanafunzi wasiopungua 10. Sio kitu kidogo, kikubwa sana. Na watu wengi wamekuwa wakiamini ya kwamba masuala ya burudani yanasababisha kwa namna fulani yanasababisha kudhoofisha masuala ya kitaaluma. Tungetamani kufahamu kutokana na Sanaa Blast Festival ina madhara gani katika masuala ya kitaaluma? Yaani mimi siamini katika hilo. Kwa sababu mwanafunzi anapohudhuria hapa, yani anafanya akili yake inakuwa active. Kwa sababu hapa atatakiwa akariri labda mashairi.
Kwa hiyo ana activate ile akili yake, inakuwa na uwezo mkubwa sana wa kucapture vitu. Lakini yule aliyekaa tu darasani muda wote, yeye anakata tu msuli, hajishughulishi na vitu vingine, yani anafanya akili yake inakuwa dull, kwa sababu inachoka pia. Kwa hiyo hapa anapata burudani kwa kiasi fulani, then baadaye akiingia kusoma anakuwa anabadilisha zile activities. Umeona? Sasa ukiwa tu kwenye activity moja kwa wakati au kwa muda mrefu unachoka pia, akili inachoka. Kwa hiyo wanafanya kwanza Sanaa Blast yenyewe wanapokuwa katika haya mazoezi yao hayachukui muda mrefu, nakuta ni jioni baada ya kumaliza masomo yao ndio wanaenda kufanya rehearsals hizo jioni. Kwa hiyo mimi kwa ushuhuda wangu, wanafunzi wengi sana walishakuwa hapa kwenye Sanaa Blast kama performers. Ndio wengi ambao hata sisi kama chuo kikuu tunawarecruit, mwisho wa siku wanakuja kwa walimu wenzetu. Kwa maana hiyo kwamba yani wanakuwa mabright zaidi na wanajenga ile confidence. Jana mgeni rasmi kasema pale kwamba yani akipita kwenye yale mabanda anaona yani wanafunzi jinsi wanavyojieleza, jinsi wanavyojiamini. Kwa sababu amelelewa kwenye carpet, amelelewa kwenye platform hii ambayo ina audience wasiopungua 6,000 mpaka 15,000. Kwa hiyo ana ile confidence kwamba haoni aibu, haogopi kutazama hivi audience. Na unaamini kuwa matukio ya kiburudani kama haya, kama Sanaa Blast Festival, yanaweza kawa chanzo kwa wanafunzi wa chuo kikuu ambao wanatokea mfano creative art kufanya vizuri katika masuala ya kitaaluma? Ndio, haswa kwa sababu kwanza wakati wa Sanaa Blast Festival wanaenda kwa walimu. Umeona? Anaenda kwa mwalimu. Mwalimu, nimekwama hapa. Mwalimu, nataka nitengeneze filamu yangu ambayo nataka mwisho wa siku ishinde Sanaa Blast. Kwa nifundishe jinsi ya kuedit. Mwalimu, nifundishe labda sijui vitu ambavyo vinaweza vikafanya filamu iwe nzuri, ni edit vipi, nipige picha kwa kutumia labda kamera ipi. Kwa hiyo anakuwa karibu na mwalimu na mwalimu anamwelekeza vile vitu. Lakini hata baada ya kumaliza sasa Sanaa Blast, anakuwa tayari amejenga uhusiano na yule mwalimu. Ataenda kumuuliza mwalimu, mimi pale ulipofundisha sikuelewa, nisome kitabu gani? Au nimuone nani, mwalimu nani ambaye anaweza akawa labda akanielekeza vizuri. Kwa hiyo tayari anakuwa ametengeneza mahusiano ya karibu na mwalimu wake. Kwa hiyo mwalimu pia naye anavomsaidia anajua kabisa kwamba huyu mtoto ni bright na ni mzuri kwenye hiki. Kwa hiyo ngoja nimsaidie ili nione anafika mbali. Kwa hiyo mimi naona hicho kitu kipo kwamba yani anazidi kutengeneza mazingira ya kufaulu vizuri. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa wanafunzi wa creative arts wajitahidi kuhudhuria kwenye matukio kama haya. Yana faida kubwa, wanatengeneza network na industry, lakini pia na walimu wao. Okay, kitu cha mwisho, naomba ongea kitu chochote kwa watazamaji ambao kwa sasa wanakutazama kupitia Student Connect. Mimi natoa rai kwa wanafunzi wetu wa idara ya sanaa bunifu, waamke, watumie hii stage, watumie hiyo stage hiyo ambayo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na hawa funders hao wanagharimia. Hii event imeandaliwa kwa pesa nyingi ili kuwa expose wao kwenye industry, lakini kuwajengea kujiamini. Sababu yani kujiamini ni mojawapo ya nyenzo kubwa sana ambayo inaweza kumsababisha mmoja akamshinda mwingine. Kwa hiyo waonyeshe vile vipaji walivyonavyo kwa kutumia hii festival. Jana tulikuwa na wale vijana Munga pamoja na Alwatan. Wale ni wanafunzi wetu. Munga alikuja wakati mimi ni mwalimu wake sasa mwaka wa kwanza. Akaniambia, madam, kadogo hapo, kadogo kembamba, wewe sasa hizi wewe mnene kwanza. Kembamba kananiambia, madam, nataka kuwa comedian. Nikamwambia, kwa nini umechagua? Sasa yani napenda tu. Kwa nikamwambia basi tutaongeza vipengele ili uweze kufahamu zaidi namna gani unaweza kuwa comedian mzuri, namna gani uiface stage, namna gani uisome stage. Kwa hiyo tukaandaa mada ambazo ziliweza kumsaidia yeye kumtengeneza na kuwa hivyo alivyo. Sasa hivi kama nilivyowaambia jana kwamba siwezi kumpandisha kwenye kila event. Napanda naye kwenye event kubwa kama hii. Lakini siwezi kumleta kwenye orientation. Siwezi kumleta kwenye vi activities vyangu vidogo vidogo kwa sababu tayari ameshakuwa star. Lakini tumemtengeneza sisi.
now we are proud. Kwa mimi nawaasa watumie hii platform. Aluwata ni msemaji wa Yanga sasa hivi. Kwa nini amechaguliwa kuwa msemaji wa Yanga? Walimuona hapa na yeye mwenyewe alivyoenda pale, yani alikuwa anajiamini wakati wa interview. Sababu amezoea kuface audience isiyopungua watu 6,000. Ataogopaje interview hizi watatu? Hawezi. Hawezi kuogopa. Tena sababu katika unapoiface audience sisi tunafundisha kwamba kuna namna ya kujiposition kwenye stage. Unajiposition vipi? Unapoongea kitu cha muhimu kama hivi na kuangalia wewe moja kwa moja. Lakini kama kitu sio cha muhimu, yani angalau less important na kuna mtindo wa kusimama. Kwa hiyo mitindo yote tunamfundisha mwanafunzi. Kwa hiyo anapojiposition anajua kwa nini anajiposition vile. Lakini wale wanadhani kama ni beauty. Unaona? Kwa hiyo mimi natoa rai kwamba waje washiriki. Mama, nikushukuru sana kwa muda wako.